kila neno analiongea Trump ni kuhusu mfereji wa Hormuz. Utajiuliza, 20% na 80% ipi kubwa? 80% kama dunia ingekuwa inategemea 20% ya kupita kwenye mfereji wa Hormuz, tusingesumbuka wala gharama ya maisha isingepanda hichi kiwango. Kuna propaganda zinaendelea. Kuna tofauti kati ya mzalishaji wa mafuta kwa wingi duniani na msambazaji wa mafuta kwa wingi duniani. Nchi zinazosambaza mafuta kwa wingi, nchi zinazouza mafuta kwa wingi, ya kwanza Marekani, India na Singapore na China. Hizi ni nchi 4 ambazo ndio zinazouza mafuta kwa wingi duniani. Lakini hizi nchi 4, India, Singapore, China pamoja na Marekani, hawazalishi mafuta kwa kiwango hicho wanachokiuza. Wao wanategemea mafuta ya kununua. Na hizi nchi zote 4 mafuta yanategemea 60% mpaka 70% ni kutoka nchi za Gulf, isipokuwa Venezuela pamoja na Russia. Mchina ananunua Russia, lakini 1% kubwa anatoa Gulf. Muhindi ananunua Russia, 1% kubwa anategemea Gulf. Marekani kabla ya kuteka Maduro Venezuela, 70 mpaka 80 anategemea Gulf. Sasa hizi nchi wasambazaji wa mafuta yao yote yanapita kwenye mfereji wa Hormuz. Ndio maana kila Twitter ambayo Trump anajaribu kutweet anazungumzia mfereji wa Hormuz. Na ndio maana last Twitter iliyotukana ile akasema lazima mkubali kufungua, otherwise I turn you to the stone age, ama aifute. Sasa hiyo mikwala haina kazi saizi. Anashindwa kuipiga Iran moja kwa moja kwa sababu Iran wanachojua kwamba Marekani amewekeza mali zisizo ameshika Gulf yote. Sisi tutadili na hizi mali zake ameziwekeza huku nchi za Gulf. Mikopo ya kujenga barabara, miundombinu yote, makampuni ni mali ya Marekani. Wao wanachukua tu return ya profit. Sasa kumuingiza hasara, lazima hizi nchi zote za Gulf zote tuzipige. Na huo uwezo Iran anao. Yaani Iran kuzipiga nchi za Gulf, huo uwezo anao. Katari jana wamelalamika intercept zinakaribia kuisha. Sasa Marekani anapiga biti, Iran anasema wala haina shida, wewe tuvamie, lakini utasababisha wa Marekani. Hii ni Twitter ya mwisho ya kutoka kwa speaker wa bunge huyu anaitwa Mohamed Baghali. Amesema hivi, wewe kama unataka wa Marekani waishi maisha magumu, kuanzia sasa jaribu kutuvamia. Piga tu, wala usijali. Watu usitupe masaa 48, watu vamie tu hata leo. Wa Marekani wataishi maisha magumu ambao hujapata kuyaona. Kwa nini? Kwa sababu wanajua uchumi na tegemezi kubwa wa Marekani ametegemea nchi za Gulf. Mapato ambayo Gulf inamchangia Marekani kwa investment ambao wamewekeza ni kubwa zaidi ya madhara ambayo kishambulia Iran. Ndio maana unaona anapostpone kila siku. Hawezi kuishambulia hata ikifika kesho Jumatano, hawezi kuishambulia kwa sababu anajua madhara yake ni makubwa zaidi anavyofikiria yeye. Sasa Trump paka saizi amechanganyikiwa. Amekwambia hatuwezi kujitoa katikati ya vita direct. Ndio maana unaona analazimisha Irani iweze ceasefire kupitia Pakistan, sababu Pakistan na Irani wanaongea vizuri. Sasa juhudi zinagonga mwamba. Wa Irani wanataka kuitumia hii vita kuwa ndio suluhisho la matatizo yao yote. Yaani wanataka dunia iwatambue kwamba wao ni nchi huru. Serikali yao ni serikali huru, isiingiliwe na mtu yoyote yule.
Wanaona hii vita ndio vita peke yake ya kuhakikisha kwamba Marekani wanamfundisha adabu. Ndio maana basi Al-Ghachi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, alisema hivi, mambo yote yanaweza yakajengeka, lakini kupata nafasi ya kumpiga na kumwajibisha Marekani ni adimu sana. Ukiipata nafasi hii, itumie kweli. Ndio maana wanaitumia kweli. Ndege ikiingia kwenye anga inachukua, kiingia kwenye anga inachukua, drone inachukua. Wanataka kumfundisha adabu, ili hata siku nyingine akitaka kuivamia tena akae chini, aangalie madhara aliyopata, asisubutu tena. Ndio Iran inachofanya. Sio kwamba Iran hawapate madhara, wanashambuliwa dadi, wanashambuliwa kila siku Iran, lakini wao wameshaamua kwamba ndio vita ya kuleta suluhisho matatizo yao yote. Wakikosea hapa, hawatopata nafasi tena nyingine. Ndio maana unaona wanashambulia kila siku Israel, kwa sababu Israel ndio nguzo kubwa na chanzo cha matatizo kwenye zile nchi za Gulf. Sasa wakishinda hii vita ama wakishindwa hii vita, Iran dadi watakuwa wamefanya the very big mistake kubwa sana watakuwa wamefanya, na wao wanalijua. Ndio maana unaona paka saa hizi bado wameng'ang'ania mpira kwamba it doesn't matter whatever it is, haijalishi vyovyote vile vinavyokuwa, tunapoteza watu, tunapoteza uchumi unatikisika, lakini lazima tutumie vita hii kuwa ndio njia ya suluhisho ya matatizo yetu yote. Marekani anajua hilo, ndio maana anakimbilia kwenye meza. Wao hataki kwenda kwenye meza, wanataka kwanza Marekani akubali kushindwa. Na Marekani anaamini akikubali kushindwa moja kwa moja atapoteza washirika wengi, kwa sababu mpaka saa hizi washirika washaanza kumkimbia. Yaani Mjerumani anamsaliti Marekani, na kuna wanajeshi zaidi ya 50,000 wanamsaidia Mjerumani kulinda nchi yake. Mjapani anamsaliti Marekani, anaenda kununua mafuta kwa Irani, wakati huku kuna wanajeshi zaidi ya 45,000 wako Japani. Kitendo cha watu wake wa karibu kuacha kumpa support, it's a very big fail. Ni anguko kubwa sana hilo. Sasa hataki kupoteza nguvu moja kwa moja, kwa sababu tayari saizi kuna nchi ambazo Marekani akisema saizi nao wanasema. Kitendo cha Vietnam kuingia mkataba na Russia wa kuanza kutengeneza silaha za nyuklia bila kupitia shirika la nyuklia duniani, International Agency. Kitendo cha Vietnam kuto kupita kwenye Umoja wa Mataifa na kwenda moja kwa moja kwa Russia ni kitendo kimeonyesha kabisa kwamba tayari Marekani imepoteza nguvu yake tayari. Na Marekani imepoteza nguvu, Umoja wa Mataifa hauna nguvu tena, sababu mwekezaji mkubwa yeye ndo anawekeza kule. Na ndio maana umeona saa hizi Umoja wa Ulaya, nchi za Ulaya zinamjibu wanavyotaka. Spain ingemjibu Marekani kweli? Yaani Spain miaka 3 nyuma ikae meza moja inamvimbia Marekani ni Spain, isingetokea. Lakini kwenye vita hii Spain yenyewe imesema hapana, enough is enough. Sitaki kutupelekesha wewe. Wewe sio kiongozi wa dunia, unaongoza Marekani, kila mtu anaongoza nchi yake. Sisi tulikuwepo kitambo, kaba yako wewe unapigwa fimbo, sisi tupo. Hii nguvu Muhispania anaitoa wapi? Ni hii baada ya kuona kama Muiran 15 billion, uwekezaji wa 15 billion unamvimbia Marekani, sisi ambao ni manchi